hakikisha kwamba hata kama unafanya service, unatoa huduma. Thank you so much. Hata kama unatoa huduma, tafuta namna ya kutengeneza product inayoshikika. Kama unatoa product, tafuta namna ya kutoa huduma na hiyo huduma ikulipe. Sawa? Alafu kingine, tafuta namna ya kufundisha na ulipwe. Sio kama imeeleweka jamani? Mimi natoa huduma, I'm a corporate trainer. Okay? So that's a service. Naitoa. Lakini at the same time, I train other people to be corporate trainers. Sio kama imeeleweka? So nitaenda nitafanya training kwenye kampuni, hiyo ni service. Lakini nitamfundisha brother na yeye awe trainer kama mimi na atanilipa. But I'm also an author. Kuna vitabu viko pale. Product. So kwa vyovyote I will still make money kwenye hiyo triangle yote. Sika imeeleweka jamani? So if you are doing a product peke yake, usikomae kuuza product peke yake. Tafuta namna hata ya kufanya huduma. Hata kama hiyo huduma inaingiza shilingi 1000, it is an extra income. Itakusaidia kulipa umeme, itakusaidia kununua hizo juice unazokunywa ukienda kufanya manunuzi na nauli unazotumia. Tumeelewana jamani hiyo? Kwenye upande wa training, jifunze kufundisha. Kwa sababu gani? Knowledge unayo, skills unazo, ni kuzihamisha tu kwa mtu mwingine. Mimi ni mwandishi, maana yake nina uwezo wa kufundisha mtu mwingine kuandika. So brother, kama unafanya hiyo biashara, you can start a masterclass ya namna ya kuanzisha biashara za pikipiki za umeme. Wapo watu watakuja. Watakuja. Wewe unaweza ukasema niche yangu ni ndogo sana, nani atakuja kusoma masomo yangu? I'm telling you, kuna watu wanasoma vitu vya ajabu you cannot imagine. Kuna madarasa ya kutengeneza kucha, kuna madarasa ya makeup, kuna madarasa ya uvaji, ya kuvaa nguo, kuna madarasa ya aina. And people are paying kujifunza hivyo vitu. Sasa wewe, you've accumulated all this knowledge for 5 years, 10 years. Alafu inaenda tu bure. Haulipwi. So that's where the training comes in. Wapo watu ambao kila siku wanakufuata. Naomba unifundishe namna unavyofanya. Naomba unifundishe. That is money. That is money. Let them pay you, kwa sababu you did not accumulate that knowledge and experience bure bure. Na wewe kuna sehemu ulilipa. Kweli sio kweli? Let them pay. Sababu na wewe ulilipa gharama. So naomba hiyo triangle hiyo tuifanyie kazi vizuri.